diplomasia ya uchumi ambao kinara wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kuisimamia kupitia wasaidizi wake mbalimbali. Jukumu letu kubwa huko tunapokuwepo si kuisema nchi yetu vibaya. Jukumu letu kubwa ni kuchangamkia fursa kama ambavyo wenzetu hawa kwa Utegi walivyofanya. Nimetoa pongezi na kuwataja kama alama ya makampuni ya Tanzania ambayo yanapaswa kuigwa mfano kwa kuhangaika duniani kutafuta partners, sio tu wenye mitaji bali wenye uzoefu, wenye teknolojia, na kwamba mkiunganisha nguvu tutapata faida zaidi. Kwa hiyo uwekezaji au ushirikiano kati ya Tanzania na nchi zingine ikiwemo India kwa maana ya leo ni wenye faida kwa nchi yetu. Tumpongeze rais wetu, tujipongeze wa Tanzania, tuwapongeze na wenzetu wa India kwa mashirikiano haya ya tija. Natoa rai kwa makampuni ya Tanzania madogo na makubwa, mapya na ya zamani, kuchangamkia fursa zilizopo duniani. Tafuteni partners, njooni mwekeze kwenye nchi yetu. Kwanza, mazingira ni salama, nchi yetu ni salama, inatoa uhakika kwa wawekezaji, inatabirika, sera zetu zinajulikana, hatuna ubabaishaji. Investor kija hapa akiamua kuwekeza kwenye reli, akiamua kuwekeza kwenye mambo ya bodaboda haya au magari, akiamua kuwekeza kwenye bandari, akiamua kuwekeza wapi, njooni leteni wawekezaji. Nataka kuondoka kwenye nchi ambayo usafiri wake inatumia mafuta ya petroli na diesel katika kusafirisha bidhaa na mizigo na binadamu, ili tuende kwenye usafiri wa kutumia nguvu ya umeme, nishati ya umeme ambayo kwa gharama ya uendeshaji wake ni nafuu sana, na nina hakika kwamba hata kwa kucreate ajira itakuwa imeleta ajira ambayo ni endelevu kwa vijana wetu ambao tunazoea kuwaita bodaboda, lakini sio tu hao, hata wanaotumia bajaji. Kama unavyoona range ya product tulionayo kwenye kiwanda chetu, tumekuja na ubunifu mpya ambapo tuna usafiri wa kusafirisha wagonjwa, ambulance, kwa nchi yetu jinsi lilivyo. Kwenye maeneo ya huko vijijini unakuta kwamba mgonjwa anapozidiwa watu wanatumia machela kumbeba kumpeleka hospitalini, kwa sababu gharama ya kununua ambulance sio kwamba kila halmashauri inaweza kumudu. Lakini safari hii tumekuja na ubunifu ambapo tumekuja na ambulance ya aina ya gurudumu tatu ambayo inaweza kununuliwa na hata halmashauri za kule wilaya zetu, ili ikaweza kusaidia wagonjwa kutoka kwenye dispensary kwenda kwenye hospitali za wilaya wanapopili kwamba kuna uhitaji wa nini wa usafirishaji wa mgonjwa. Na sio tu kule vijijini, hata hapa mjini pia kwenye hospitali zetu. Ukienda hata hospitali ya rufaa ya Muhimbili, hata Lugalo mkubwa ulipotoka mheshimiwa daktari, unaposafirisha mgonjwa kutoka kwenye wodi moja kwenda kwenye wodi nyingine, inabidi mtumie nini, troli ile ya kusukuma kwa nguvu ya binadamu, baada ya kutumia chombo cha usafiri ambacho kinaserereka kwa utaratibu, na mgonjwa anaweza kufika kwa haraka na akapata huduma na akarudishwa kwa haraka. Sasa hivi tumeleta ufumbuzi ambapo tutakuwa natumia nini, usafiri wa ambulance ya gurudumu tatu. Mheshimiwa, pia tumekuja na ubunifu wa kutumia usafiri wa gurudumu tatu kusafirisha wanafunzi wa shule za awali na shule za msingi, ambapo gharama yake ni nafuu sana. Usafiri wetu ambao tunaunda hapa nchini Tanzania, ukichaji mara moja unatumia uniti chache za umeme ambayo gharama yake haizidi shilingi 2,500 na endelea kusafirisha kwa muda wa umbali wa kilomita 100. Kwa hiyo mheshimiwa, viongozi wetu mlioko hapa, tunaomba ushirikiano wenu ili kiwanda chetu hichi ambacho cha kwanza kutengeneza bidhaa ambayo inatokana na utaalamu kutoka India lakini inaundwa na Watanzania, mtusaidie kufikisha ujumbe kwa viongozi wakuu wa wizara zetu na pia viongozi wakuu wa nchi
ili tuweze kutokana na uendeshaji wa usafiri wa kutumia mafuta ambayo sasa hivi pia imekuwa ni adimu na pia imekuwa ni ghali sana, na pamoja na yote inachafua mazingira kwa sababu ya pollution. Tushukuru sana uongozi wa TISEZA waliotuunganisha mpaka jambo hili likawa kweli, na hakika matokeo yake chanya mtakuja kuyaona usoni. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.